Mtakatifu, mtakatifu. Bwana, wewe ni mtakatifu, maana jina lako ni jina takatifu. Na watakatifu walioko hapa duniani ndio wanayekupendeza wewe Bwana. Baba wa rehema, hata leo hao watakatifu wamekusanyika katika mahali palipowekwa jina lako. Nalo ni eneo hili Bwana majeshi, wakiwa tayari kusikia kutoka kwa mtakatifu aliyewaumba. Na watakatifu wengine wanayetufuatilia kutoka mbali Baba, pembe nne za dunia, wakumbuke Bwana unapokumbuka hao watakatifu waliopo katika eneo hili. Neno lako ni takatifu, na utakatifu wako Baba wa rehema ikatakaze watu wako, ikawafungue, ikawaweke huru, na Baba ikawarudishe katika asili ya uumbaji. Nami natukuza jina lako kwa nafasi uliyenipa tena ya kusimama mbele ya watu wako Baba. Maana Baba sio kwa uweza, bali ni Baba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ninakushukuru Baba, maana unanitumia kama chombo chako. Na hii ni neema Baba ya kusimama kila siku na kuhubiria Baba mataifa yote. Ninakutukuza Baba kwa ajili ya ujumbe unayofikisha watu wako. Maana kila anayesikia Baba ujumbe wako kutoka kwangu, itambadilisha, itamponya, itamweka huru. Nami natukuza Baba wa rehema utukufu wako Baba wa rehema. Maana Baba, utukufu wako Baba wa rehema inapotamia mahali Baba, watu wanapona. Tupone. Na Baba, kumbuka na nchi yetu ya Tanzania, kumbuka taifa la Israeli, kumbuka Baba na dunia yote Baba, kumbuka makanisa yote na viongozi wote, kumbuka Baba wote Baba, maana uliwafanya kwa mfano wako na kwa sura yako. Na Baba, mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Nami naungana na mapenzi yako Bwana ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Hata leo Baba wa rehema, neno lako Baba unayesema iguse kila eneo la maisha yetu Baba, na katika jina la yeye aliyetukuka kuliko wote, na wote waseme yeye aliye juu. Yeye aliye juu. Haleluya. Basi Amen. Jana tumemaliza sura ya 27 kitabu cha Mwanzo. Kama unavyojua, nilisema ya kuwa kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kimegawanywa mara mbili. Sura ya kwanza mpaka sura ya 11 na sura ya 12 mpaka sura ya 50. Ina maana sura ya kwanza mpaka sura ya 11 inaongelea uumbaji, na sura ya 12 mpaka 50 inaongelea nini? Inaongelea mwanzo na mwendelezo wa taifa la Israeli. So watu wa Mungu, kwa lugha nyingine, kuanzia Mwanzo sura ya 12 mpaka kitabu cha Malaki inaongelea taifa la Israeli. Lakini Agano Jipya inaongelea juu ya mtu mmoja, naye ni Kristo Yesu. Ndio maana Agano la Kale sema lisemalo, lakini usipotaja Wayahudi, Agano la Kale haijakamilika. Sema lisemalo kwenye Agano Jipya, lakini usipotaja Kristo Yesu, Agano Jipya sio timilifu. Sasa tuliona jana sura ya 27 jinsi ambayo Yakobo anamdanganya baba yake, lakini ikiwa chini ya mwongozo wa mama yake Rebeka. Wanamdanganya Isaka, na Yakobo anachukua mbaraka. Mbaraka wa nani? Mbaraka wa Esau. Mbaraka ni nini? Ukisema ni utabiri, wala utabiri sio neno sahihi. Neno utabiri sio sahihi. Mbaraka ni unabii juu ya mtu ambaye unamtakia mema. Na unabii yawezekana ikawa kinyume na mtu ama isiwe kinyume na mtu. Tukaona katika hiyo sura ya 27 ya kuwa Yakobo akabarikiwa na baraka nzuri, lakini Esau alibarikiwa na baraka gani? Ya kuwa nawe utamtumikia nani? Utatumikia mdogo wako. Eti hiyo ni mbaraka. Eti upanga wako ndio itakaye kusaidia. So kinachofanyika ni nini?
mara nyingi watu wengi sana hawajui kwa nini Ibrahim ndio nabii wa kwanza. Umeshakajiuliza Ibrahim nabii wa kwanza kivipi? Na watoto wake ambayo ni wale watatu ambayo ni Isaka na Yakobo, wote walirithi huo unabii. Ndio maana mambo anayesema yanakuja kutimia baadaye. Mambo anayesema Isaka inakuja kutimia baadaye. Na mambo aliyekuja kusema Yakobo alikuja kutimia baadaye. Hebu pata picha kwa Yakobo anataka kufa. Alafu Yakobo eti anabariki watoto wake. Lakini baraka zenyewe eti zinakuja kutimia baadaye. Eti ewe Dani utakuwa nini? Utakuwa nyoka pembeni mwa njia. Eti Yuda utakuwa ni mwana simba. Na kweli ikatokea simba kabila wa Yuda ambayo ni Kristo. So ina maana ule ulikuwa ni zaidi ya baraka, ilikuwa ni unabii. Baraka, umeona kwa mfano ukitaka kujua ni unabii, naenda kwenye Yakobo, ile Yakobo anapobariki nini watoto wake. Mengine alikuwa ni mabaya aliwapata, wengine ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaona kabisa kuwa tayari Yakobo anafanikiwa kuchukua mbaraka na maisha yake yanakuwa mashakani sasa. Maana Esau anasema kuwa bila shaka baba anakaribia kukata roho. Siku ambayo baba anakufa tu na mimi namshusha. So Rebeka akasikia taarifa hizo, naye akasema kwa nini awapoteze wote kwa wakati mmoja. Kisha akamwambia kuwa Bwana, naenda kule kwa kaka yangu na kule upate na mke huko. Lakini ile ilikuwa ni jambo njema, lakini kinachofuata ni nini? Kinachofuata ilifanya Isaka akubali zaidi, maana huo ndio mfumo ambao yeye alipitia. Mke wake ilitoka kule kwa ndugu zake. Na tayari huyu naye kwa sababu atakuwa katika ule msingi wa nini? Msingi wa kuja kutokea Kristo, naye anaenda kuchukua mke kule kwa Shem. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu twende kwenye sura ya 28 tuone maendeleo, yani muendelezo wa yale ambayo tuliona kwenye sura ya 27, si ndio? Tuone ya kuwa anapotoka inatokea nini. Naomba mtu wa Mungu ya kuwa uwe na mtazamo pana kwa sasa hivi. Maana kuna vitu vingi sana ya kujifunza pale. Unapoulizwa ya kuwa utaje tofauti kati ya Esau na Yakobo. Yakobo alioa wapi? Yakobo alioa kule kwa ndugu zake. Lakini Esau alioa wale wanawake wa Kikanaani. So kuna vitu vingi ya kujifunza. Nasema hivi watu wa Mungu, anayetakiwa kubeba baraka lazima kae katika mtiririko wa baraka. Ndio maana Yakobo asingekwenda kuoa kule, asingekaa katika ule mtiririko wa baraka kutoka kwa Ibrahim kwenda kwa Isaka na kuja kufikia kwake. Ndio maana nasema watu wa Mungu, lazima tuwepo katika msingi wa neno la Mungu. Na neno la Mungu sio hivi, neno la Mungu la kweli. Maana sasa hivi dunia imejaa na kila aina ya neno la Mungu. Hebu tuende tuone kama leo, je, Mungu atatupigisha hatua tena? Hebu tupate kwenda kwa jina la Yesu. Sura 28. Basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani, ondoka uende Padani Aram mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitolie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila, akupe mbaraka wa Ibrahimu wewe na uzao wako pamoja nawe. Sasa umeona sasa kinachofanyika? Umeona huo mbaraka sasa anaipanua sasa, anamwambia kuwa
usioe mabinti wa Kanani, uoe katika ndugu ya mama yako. Alafu sasa Mungu ampe nini? Zile baraka za Ibrahim. Muona sasa, maana Ibrahim alioa kule, Isaka akaoa kule, na yeye sasa, ina maana baraka hii sasa ni unabii kwa yale anayekwenda kutokea kule. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Pamoja na kuna uwezekano mimi kukubariki, lakini usipokaa katika msingi wa mtiririko wa baraka, huwezi kupata chochote. Ndio maana nasema hivyo, watu wengi wamekaa katika neno la Mungu lakini empty. Hana kitu. Maana yawezekana kwa jua neno la Mungu lakini je, neno la Mungu linayo tija katika maisha yako? Lina create impact kwenye maisha yako? Maana unaweza ukasema haleluya, 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 mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mtu anakuangalia, unasema mtakatifu, mtakatifu. Wewe je, anakuona huna utakatifu, una ushetani. Sasa kile unachotaja kwenye kinywa chako na matendo yako ni vitu viwili tofauti. Ndio maana lazima kanisa lirudi kwenye hatima ya kanisa kuwa mahali patakatifu. Kanisa kama liwezi kuwa mahali patakatifu, basi nakwambia kuwa hii ni changamoto kwa watu wengi kutofanya nini? Kutokuja kanisani. Kuna mtu mwingine ambao yeye hajaokoka lakini ni msafi. Kuna mtu ambaye bado hajampa Yesu maisha yake, lakini matendo yake, unakuta matendo yake ni mazuri, anajibu vizuri kuliko hata mtu aliyeokoka. Shida tu ni hajaunganika katika ule mfumo wa wokovu ambayo ni kumpokea Kristo Yesu. Lakini kuna mtu anasema, jamani, haya ndiyo anafanyia kanisani, mimi siendi. Lakini tufikie wakati ambao umeona Yakobo anafuata ule msingi wa baba yake. Baba yake akaoa wapi? Kule kwa ndugu zao. Ina maana system ile itakiwa iwe katika Shem. Kumbuka ya kwamba mabinti wa Kanani walikuwa sio tena wazao wa Shem, walikuwa ni wazao wa nani? Wa Ham. So kumbuka, ilitakiwa ya kuwa damu ile ilitakiwa iwe ni damu safi. Kuna vitu ambao ukiongea duniani watu wanashangaa. Kwa unajua kama Mwarabu na Muisraeli mtu na ndugu yake kabisa. Mwarabu na Muisraeli mtu na ndugu yake. Kwani si watoto wa Ajini na watoto wa Sara? Ibrahimu si ndio baba yao? Ndio maana Wayahudi wanapopima watu na kuchukuliwa ya kuwa ni Myahudi, wanafuatilia uzao wako kwa mama, sio kwa baba. Hicho ninafanyika hata wale wanayepimwa Ethiopia, wanayetakiwa kurudi kule, wanafanywa test, wanakupima, alafu kama mama yako alikuwa Myahudi ndio unaruhusiwa kwenda Uyahudini. Kama baba yako ndiye aliyekuwa Myahudi, hakuna kitu kama hicho. Wewe sio Myahudi. Hii ni siri iliyopo duniani. Wayahudi, wewe unakuwa Myahudi wakipata upande wa mama. Kwa sasa hivi kama mama yako ni Myahudi, baba yako ni msemo Myahudi, unapelekwa. Nasema hivyo kwa Mungu. Hii inatupa kupanua fahamu zetu na kujua mambo mengi sana. Hebu pata picha sasa hivi. Waarabu wale unayewaona, Waarabu wale na Israeli, wao ni ndugu moja. Baba yao ni moja. Lakini wanaiva kwenye chungu moja? Hawaivi kwenye chungu moja, kwa sababu ni uhasama wa mke na mke mwenza. Ndio maana siku zote sema ambao kuna wamama wawili, baba mmoja, hapatoshi. Nini? Tangu mwanzo. Hebu pata purukushani kati ya mtu na mdogo wake, Lea na Raheli. Walikuwa marafiki. Kwa nini wasicheke tu waseme, bwana mdogo wangu, tuko pamoja, tutulie, watoto wa mtu? Lakini Lea anamchukulia Raheli kama adui wake. Anamwambia, tunguja zangu nataka kuzichukua, mume wangu naye umechukua tunguja zangu, pia uchukue za mwanangu. Lazima nimnunue mume kwa tunguja.
Alafu anambia Yakobo kwa nimekuwa Tunguja leo nalala huku. Watu wa Mungu inahitaji moyo. Naomba tukae. Ndio maana watu wa Mungu unapokuwa na mke mmoja una pressure hizo. Unaweza kutoka umechoka kazini unaambiwa umenunuliwa Katunguja unaenda kulala. Unaenda kulala kwa bi mkubwa maana umeshapigwa bei kwa Tunguja. Sasa mimi bei yangu ni Tunguja. Ndio maana nasema watu wa Mungu, hakuna kitu ambacho inawasama kama hapo. Ndio maana ndoa iwe ni mume mmoja mke mmoja na amani ya Bwana tamalaki katika watoto. Hebu twende kwa jina la Yesu. Amen. Mstari wa 5. Basi Isaka akampeleka Yakobo naye akaenda Padani Aram kwa Labani mwana Bethueli Mshami ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Esau akaona kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padani Aram ili ajitwalie mke huko. Na katika kumbariki akamwagiza akasema, usitoe mke wa binti za Kanani. Na yakuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye akaenda Padani Aram. Esau akaona kuwa binti za Kanani hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli akamtoa Mahalathi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ndugu wa Nebayothi kuwa mkewe pamoja na wakezi aliokuwa nao. Yakobo akatoka Berisheba kwenda Harani, akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake afika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Je, ndoto sio ndoto? Ndoto sio ndoto? Kumbuka maneno hayo tunayaona kwenye ndoto ya Ibrahimu Mwanzo sura ya 15. Watu wa Mungu, ndoto bado ni muhimu. Lazima tufanye kazi katika eneo la ndoto. Ndoto ndio mlango ambaye shetani hufanya mabaya yake. Umeona ngazi inaonekana imefika mbinguni, lakini malaika anapanda na kushuka. Lakini Mungu anamuendea ndotoni. Nasema hivyo watu wa Mungu, Mungu atatuonya ndotoni, atatufundisha ndotoni. Ndio maana kila moja na awe makini na ndoto zake. Ukichezea ndoto zako, mabaya yamekupata. Zile ndoto nzuri ulizootaka ziliendaga wapi? Zile ndoto nzuri zile, ulikuwa na ndoto wewe. Ndoto zako zilipotea wapi? Kwa sababu watu wa Mungu, imeandikwa watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Naomba kabisa ya kuwa agano hilo linaimarishwa ndotoni. Agano hilo linaanzia ndotoni, linaendelezwa ndotoni. Nasema hivyo watu wa Mungu, ndoto ni muhimu kwenye maisha ya mtu aliyeokoka. Na mara nyingi sasa hivi tunakuwa na mahusiano mazuri, tunakuwa na muunganiko mzuri na Mungu kupitia ndoto. Lazima kila mmoja uwe na wakati mzuri na Mungu ndotoni. Wakati umetulia ambao uko kwenye frequency ya ulimwengu wa kiroho ni wakati ukiwa ndotoni. Lazima tufikie wakati ambao sasa Mungu na utawala wake ndio itawale ndoto zetu. Wakija ndotoni uwashinde. Swala la ndoto nazo shindwa hizi zinatakiwa sasa ziishe. Mimi ndoto zangu naona nashinda. Hata kama wakinizunguka namna gani na washinda kwa jina la Yesu. So lazima iwe hivyo. Hebu tuone hii agano inayoimarishwa. Mstari wa 13. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nao utaenea upande wa magharibi na mashariki. Umesikia? Na kusini. Wazao wake sio hawatakuwa kama mchanga sasa. Mavumbi na mchanga. Mavumbi ina maana sasa watakuwa wengi kupitiliza. Lakini ni ile agano inaendelea ya Mungu na Ibrahimu.
Agano kati ya Kristo na kanisa lake ndiyo inaendelea kati yetu. Kumbuka ya kuwa lile agano ambao Yesu alifunga na watu wake ndiyo inaendelea na sisi. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Sura ya mstari wa 14. Nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki, kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalichua lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha katika nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Hebu nikuulize, Yakobo alipotoka kule Arani alifikia wapi mara ya kwanza na kujenga madhabahu? Alipotoka Arani sema aliyefikia kwanza na akajenga madhabahu ilikuwa ndio hapo Betheli. Lakini unaona Yakobo katika lile jiwe aliyeweka kichwa chake, anainua jiwe, anamimina mafuta juu yake. Umeona sasa? Pale pale ndio Ibrahimu anaongea na Mungu pale katika nini? Katika agano. So Mungu anamdhibitishia Yakobo ya kuwa atamrejesha pale. Ndio maana Yakobo aliporudi, Mungu ataongea naye ya kuwa toka urudi katika nchi ya baba yako. Lakini atakaporudi, atakapokutana na Isaka na Esau, baada ya kuona Esau atamwambia basi twende, atakataa kuongozana naye. Lakini ataenda Sekemu, na Sekemu atanunua kiwanja. Lakini hatimaye kwenye sura ya 35 kinachofuata ni nini? Kinachofuata, Mungu atamwambia kuwa takaza nyumba yako, alafu rudi wapi? Betheli. Ndio Mungu anamwambia kuwa atamrudisha hapo. Nini? Kuna msingi uliyewekwa pale. Msingi wa agano la mafanikio iko Betheli. Lazima na sisi turudi katika msingi wa neema ya wokovu ambayo ni Biblia. Lazima turudi kwenye Biblia. Lazima tuache bla bla hizi personal revelation na kadhalika. Lazima kila mtu arudi kwenye Biblia na asimamie neno la Mungu la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 20. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kula. Bwana Yesu asifiwe. Anaweka nadhiri. Lakini kumbuka ya kuwa bila shaka Yakobo alikuja kutengua nadhiri yake. Alikuja kufanya hivyo. Ninasema hivi, watu wa Mungu, ni vizuri sana tukikaa katika neno la Mungu. Umejua neno la Mungu limebeba kila hatima ya kila mmoja. Lazima hatima yako uipate kutoka kwenye neno la Mungu. Nasema ya kuwa ipo neno la Mungu katika Biblia inayoendana na maisha yetu. Umeona sasa Yakobo anatafuta nini? Anatafuta hatima yake. Lakini unaona anakwenda hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua.
hakumwacha Mungu. Kumbuka ya kuwa pale sasa, baada ya ule uongo sasa, tayari baraka zile zinaanza kumpeleka kwenye njia inayotakiwa. Baraka zile zinaondoka naye sasa. Anapoondoka pale sasa, baraka zinampeleka eti jioni anafika wapi? Anafikia pale pale Betheli, alafu analala. Iweje wewe ulale nje? Je, simba akija akikurarua? Wanyama wakali, eti kafika Betheli, anasikia usingizi, anachukua jiwe. Jiwe ni ngumu kiasi gani, mtu wa Mungu, uweke kichwa chako. Lakini hapo hapo ilikuwa ni wakati wa Mungu kusema naye. Ilikuwa ni wakati wa Mungu kusema na nani? Na Yakobo. Mungu anapotaka kusema nawe, atafanya njia. Kumbuka ya kuwa unakwenda kulala usiku wa leo, ni wakati wa Mungu kusema nawe. Hebu pata picha kuwa akasikia usingizi, hakujali ya kuwa ni yupo nje, akaamua kujibwaga pale na kulala. Anapolala, Mungu anamwambia kuwa hapa ndio sehemu yangu ya agano na baba yako Ibrahim. Chungaji, tena Ibrahim baba yake? Of course walikuwepo mababa tu, hakuwepo mababa. Wale wajukuu wakuwepo. Ndio maana aliambiwa agano niliyofanya na baba zako. Na maana Ibrahim alikuwa baba yake na Isaka alikuwa baba yake. Sasa anapolala, analala katika eneo lile. Haiwezekani ilikuwa ni kwa mapenzi yake. Mungu anampeleka pale pale ili Mungu afanye naye, adhibitishe ile agano kati yake na Ibrahim katika eneo lile. Lakini kumbuka kwa hiyo ni baada ya miaka ngapi? Miaka mingi, maana Ibrahim kashafanya nini? Ibrahim naye alishakufa. Isaka naye alishatoka huko. Isaka anazaliwa wapi? Anazaliwa katika eneo la Gerari. Na Isaka anaishi wapi? Mpaka anapata watoto. Isaka yupo Gerari. Tunamuona kule Wafilisti wakilumbana naye katika nini? Katika masuala ya kisima. Lakini kumbuka, njaa ilipotokea kule, akashuka kule, akakaa pale. So pata picha kuwa Betheli tayari iliwachwa muda mrefu. Maana baada ya Betheli ndiye sasa Ibrahim anakwenda kwenye mialomi ya Mamre, ambao nilikuambia ni katika eneo la Hebron. Na Hebron pale pale ndiko kuliko kuwa na ile pango la Makpela. So ina maana Betheli ilishasaulika zamani. Hata ile madhabahu aliyejenga yawezekana ilishafanya nini? Ilishaharibika. Lakini sasa Mungu anakuja kusimamisha agano lake tena na huyu ambayo ndio mrithi wa ile agano. Ile agano mrithi wake alikuwa ni Yakobo. Ndio maana kupitia jina la Yakobo ambao ni Israeli inatengenezwa ule uzao ambayo ilikuja kuwa ni baraka duniani. Hebu twende kwenye sura ya 20 na ngapi? 29, tuone huyu kijana anapotoka katika Betheli. Je, anakwenda moja kwa moja mpaka Harani? Inakuwaje? Na yeye, cha ajabu ya kuwa na yeye ingawa atakuwa mwenyewe, lakini naye anafikia kwenye kisima. Anapofika kwenye kisima, na yeye mke wake atamuonea wapi? Na yeye mama yake alionekana wapi? Tofauti ni yeye anamuona mwenyewe. Anapouliza mjomba wake na binti wake Raheli anakuja. Anapomwona anasema yes, huyu ndio ndio mke. So watu wa Mungu, kuna nini kwenye kisima? Yesu akakaa pale kisimani na mwanamke Msamaria mwema. Lakini kwenye kisima cha nani? Cha Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ipo nini kwenye kisima? Ipo maji. Wanahitaji maji na waje kwangu na wafanye nini? Na wanywe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kisha Yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki. Naye akaangalia na tazama kiko kisima kondeni na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho.
kwa sababu katika kisima kile unyesha makundi na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote hukusanyika huko, watu wakafingirisha hilo jiwe katika kinywa cha kisima. Kwa nini kila mtu akuwa na kisima chake? Kisima kimoja hichi ndio yaani mifugo yote wanywe maji pale. Hii ndio inayekuonyesha kuwa ukiwa na maji kule maeneo ya jangwani, bila shaka hiyo ni dhahabu, utatajirika. So ina maana wote walikuwa naenda pale, lakini naye anafika kwenye kisima pale. Hebu tuone ya kuwa baraka zake naye zimeungamanika na kisima. Bwana Yesu asifiwe. Na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu Harani sisi. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Je, Labani alikuwa mwana wa Nahori? Labani alikuwa ni mjukuu wa Nahori. Labani alikuwa ni mwana wa Bethueli. Bethueli alikuwa ni mwana wa Nahori na Milka. So umeona, hakuna cha babu, hakuna cha mjukuu. Anasema ya kuwa Labani mwana wa Nahori, lakini kumbuka ya kuwa Labani mwana wa Bethueli, Bethueli mwana wa Nahori. Umeona sasa? Ndio maana babu hakuwepo katika nani la Biblia. Baba zake. Itabidi nitengue sana masuala ya babu mimi nibakie kwenye mababa. Tatengua mababu. Inawezekana nimeunganika na mababu, nataka nirudi kwenye mababa. Labana bibi anahitajika jina lake. Nataka niunganike kwenye mababa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mstari wa 7. Akasema, tazama, ukali mchana bado, wala sio wakati wa kusanya wanyama. Waonyesheni kondoo mwende kuwalisha. Wakasema, hatuwezi hata kusanyike makundi yote. Watu wakafingirisha jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tutapowanywesha kondoo. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Labani ndugu wa mamaye na kondoo za Labani ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kufingirisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima, akaonyesha kondoo za Labani mama wa nduguye. Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake akalia. Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye na kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio akampasha babaye habari. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake. Naye akamwambia Labani maneno haya yote. Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Ndiye nini? Mfupa wake na nyama yake. Wekea mstari. Ndiye mfupa wake na nyama yake. Nani mwingine alisemaga hivyo? Adamu. Alimwambiaga nani Adamu? Hawa. Alimwambiaje Hawa? Hakika huu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mfupa wangu. Nyama katika nyama yake na mfupa katika mfupa wake. Vizuri. Adamu alisema kwenye ile sura ya ngapi ile? Na kitabu gani kile? Mwanzo sura ya 2 na mstari hebu twende. Mstari wa 15. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Naye Lea macho yake alikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Bwana Yesu Raheli. asifiwe. Uzuri wa Biblia inaitaga maji. Udhaifu ikiwepo kama mtu, Biblia inasema vile vile. Raheli macho yake, Lea macho yake alikuwa Dhaifu. Lakini Raheli alikuwa mzuri. So huyu bwana mdogo anamchagua mdogo.
lakini Labani anasema kuwa ni bora ampe, hasimpe mtu mwingine, si ndio? Hebu tuone ya kuwa huu ujira wake utakuwa vipi. Unaanzia kwenye hapa, anaingizwa ndani ya gunia kwenye hapa masuala ya mke. Baada hapo watakubalika nini? Watakubaliana katika masuala ya nini? Ya ujira wake. Bado mara 10 atakuwa anatendewa kama alivyotendea wengine. Watu wa Mungu, usimtendee mtu mabaya. Unaweza kustuka Mungu akabadilisha upepo na mtu huyo, ukakuta sasa anakuwa juu kuliko wewe. Kama ulimtendea mabaya, je, hawezi akakusaidia tena? Ndio maana watu wa Mungu, watendee watu jinsi ambavyo ungependa wewe utendewe. Kama wewe unataka utendewe vyema, lakini wengine wanatendewa visivyo, nasema ya kuwa nao utatendewa visivyo. Unapomsaidia mtoto wa mtu, mtoto wako atasaidiwa. Unaposaidia mtu mwingine, hakuna uwekezaji mzuri kama kumsaidia mtu. Unaposaidia watu, huo ni uwekezaji mzuri ambao utaivuna maisha yako yote. Unaweza kumsaidia mtu akiwa katika wakati mgumu, lakini baadaye mambo yake yakanyoka na yeye akawa msaada mkubwa sana kwako. Unawezekana wewe umesahau, lakini yeye asisahau. Hebu twende. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea, akamwambia Labani, ni nini hii ulionitenda? Hebu nikuulize watu wa Mungu. Wewe watu wale tu sherehe tu kabisa, hata kama ametolewa amefunikwa kabisa usimuone mpaka kwenye giza. Lakini kilichokuwa kinafuatilia maisha yule bwana mdogo ni na yeye alifanya hivyo hivyo. Na yeye aliingiza baba yake mjini. Alidanganya baba yake, akavishwa ngozi ya nini? Ya mwanambuzi. Akavishwa mavazi ya nani? Mavazi ya Esau na mama yake. Harufu ya Esau iliyekuwepo kwenye mavazi ama nguo ya Esau ambayo haijafuliwa tayari, baba akasema harufu ya Esau, mkono wa Esau, lakini sauti, lakini yeye ola paka asubuhi akiangalia wewe. Hebu pata picha. Nasema hivi, awaye kwa upanga, Yesu alisema atauawa kwa afyekae usiku, atafie kwa usiku. Ahubiria watu amani, atahubiriwa amani. Apandaye amani atavuna amani. Na kuomba kabisa mtu wa Mungu, ni wakati wetu wa kujifunza katika mambo yanayempata Yakobo. Hakustahili. Pata picha, umefanya kazi, mtu wa Mungu miaka 7. Ina maana tangu mwaka wa 2010 mpaka leo hii bado nasema ninakaribia sasa miaka 7 ni muone mtu. Halafu naambiwa kwa Yakobo aliona miaka 7 kama siku chache. Maana kwa sababu alikuwa anampenda kupitiliza, halafu baadaye anakuta kuwa ndio kapigwa changa la macho sasa. Alilia kilio gani? Bila shaka uchungu aliyesikia Esau haikufikia uchungu aliyesikia Yakobo. Ya Yakobo ilikuwa mara 2 yake. Hebu pata, umefanya kazi miaka 7. Alafu ukaona miaka 7 kama siku chache, halafu kinachofuata ni nini? Unaandaliwa na kapati. Akakata nauma na kijiko, alafu baadaye asubuhi, ili tu asubuhi ile ugundua kwa ile miaka 7 niliyefanya kazi kwa bidii zote imeishia kwa mimi kumchukua Lea.
Mimi nadhani Yakobo alitamani hata ardhi pasuke imeze. Lakini hebu tuone, anakwenda kuwa na wake wawili sasa, wakati baba yake Esau alikuwa na wangapi? Baba yake Isaka alikuwa na mmoja. So kwa nini yeye awe na wawili? Mstari 26. Sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Labani akasema, vitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo. Je, yeye mbona alimdanganya Isaka baba yake? Je, kwa nini alimdanganya baba yake na kuchukua haki ya kaka yake? Ukidanganya utavuna kudanganywa. Hebu twende. Mstari wa 27. Timiza siku zake 7 nasi tutakupa huyu, naye kwa utumishi utakaomtumikia miaka 7 mingine. Baba yule anaona amenogewa sasa. Amenogewa yule baba, anasema kuwa wewe maliza tu siku 7 alafu nakupa Raheli. Nikishakupa Raheli miaka mingine 7. Ina maana alikaa kule Arani miaka 20. Miaka 7 akamtumikia Lea. Miaka 7 zilikuwa kwa ajili ya Raheli. Miaka 6 ndio sasa anaanza kufanya kazi, alipwe na anaingizwa mjini. Lakini Mungu akaingilia kati. Mungu akamuinua kweli kweli. Lakini nasema hivi, Mungu alimuinua kwa sababu malipo ni wapi? Duniani. Alipata malipo, hakupata malipo? Hebu twende. Mstari wa 28. Yakobo akafanya hivyo, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha awe mjakazi wake. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea, akatumika kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Rubeni, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyo, akamwita jina lake Simeoni. Umeona sasa? Mungu akaamua sasa atende haki. Kama unavyojua Mungu ni Mungu wa haki. Bila shaka mimi naamini kabisa kuwa kama Mungu asingekuwa upande wa Lea, mimi nadhani Lea angeishi maisha mabaya hajawahi kutokea. So Mungu alichokifanya nini? Anafungua tumbo lake Lea. Lakini tumbo la Raheli linafungwa kwanza. So hebu pata picha kuwa tayari haraka haraka anapata Rubeni, anasema angalau sasa, angalau na mimi nitaonekana. Baadaye haraka haraka na Simeoni ameshapatikana. Lakini kila anapozaa mtoto, kinachofuata ni nini? Watoto wake anawapa majina yanayoendana na nini? Na matukio anayetaka yatokee kwenye maisha yake. Yaani Lea watoto wake alikuwa anawapa watoto kutokana na yale aliyekuwa anatarajia. Wewe watoto wako uliwapa majina gani? Lea alikuwa anawapa wa kwake ya kuwa sasa nitapendwa. Sasa nimemletea mtoto mwingine tena. Mume huyu atakuwa wa kwangu kabisa kabisa. So umeona sasa? Hebu twende. Mstari 34. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana 3. Bila shaka ina maana kwa nini Mungu alimuunga mkono? Mume wake alikuwa hajaungana naye. Mume wake alikuwa hajaungana. Sasa anatarajia kwa huyu mtoto wa 3 mume wake sasa angalau ataungana naye, maana kamletea mtoto mwingine wa kiume. Lakini bado mume alikuwa ana upande mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mstari 15. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda, akaacha kuzaa. Maona akamwita Yuda tayari. Labda siku ya kwanza.
alipenda kama mshangaa asubuhi. Lakini asubuhi sasa ni kwamba yeye mwanzoni mwake alijua ni Raheli. Asubuhi kwa yani wewe. Mama yani mwanzoni mwake ilikuwa ni Raheli. Lakini sasa siwezi siku hiyo hakujua kama ni Raheli, alimjua akaja akajua kama asubuhi sio Raheli, si ndio? Lakini baada hapo ndo akaanza. Mpaka naona nakufa. Taa imepatikana wapi enzi hizo? Taa ilikuwepo. Taa ilikuwepo. Kwa hiyo pastor alishtuka. Lea alikuwa akiabudu miungu mbaya. Yaani alikuwa muabudu Mungu wa kweli. Yaani ndani yake kulikuwa na roho ya miungu. Lea hata alipoondoka yule nini? Wakati anaondoka pale alionekana na zile Raheli sio Lea bwana, Raheli ndio alikuwa anabudu hivyo. Yawezekana hiyo nayo, lakini Raheli akuchukua ile miungu kwa sababu ya kwenda kuabudu. Alichukua kwa sababu ya baba yao kuwatendea vibaya, kupitia kutendea vibaya nani? Yakobo. So alichukua, umejua ile miungu na maana ilikuwa unaweza kaiyeyusha. So alichukua kama urithi, maana walisema kuwa basi hatuna urithi wetu, ndiye ameshatufanya kama wakimbizi. Wanaongea wenyewe kwa wenyewe sasa watoto wa Labani ambao ni Lea na Raheli. So kwa akuchukua ili afanye nini? Ili aende atumikie. Bali alichukua, maana ile miungu ilikuwa inatengenezwa kwa vitu vya thamani. Yawezekana ilikuwa dhahabu. Dhahabu je, ukiyeyusha hujauza?